Leo insha Allah taala katika mwezi huu wa Shawwali, mfungo mosi, katika mwezi, katika siku ya mwezi, katika mwezi 21 ambayo ni sawasawa na siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, tunarudia tena na kuliendeleza darasa letu la Muntaqa al-Akhbar. Na leo hapa tupo katika ukurasa wa 541, lakini kwa vitabu vingine 509 na vitabu vingine 634. Tuanzia katika hadithi 3346 na vitabu vingine nambari 2839 hapa katika Muntaqa al-Akhbar. Qala musanifu rahimahullah, babu ma jaa fi talaqi al-battati wa jam'i thalathi wa ikhtiyari tafriqiha. Huu mlango unabaini hukumu ya talaka ya kuharibu ushirikiano au kuvunja ushirikiano wa ndoa baina ya mke na mume. Albattati ndio lengo lake, bimaana alqat'i, ni kukata ushirikiano baina ya mke na mume. Na mlango kubaini hukumu ya jam'i thalath, kuzikusanya talaka tatu katika mahala pamoja. Wa ikhtiyari tafriqiha, na kuchagua kutenganisha. Hapa katika masaili yatakayozungumziwa, kwanza ni masala ambayo itakuwa ni muhimu sana kuhusu hukumu ya mtu kumwambia mkewe nimekuacha talaka tatu, au nimekuacha, yote yakawa yametokea katika kikao kimoja. Masala ambayo ni magumu sana na masala ambayo ni nyeti sana, yameleta ikhtilafu kubwa sana katika fiqh ya kisheria ya Kiislamu. Yakapatikana madhhab mawili maarufu. Madhhab ya wale wanaosema ndio madhhabu jamhuri ya maimamu wote wanne, kuanzia Abu Hanifa mpaka Maliki, Shafi mpaka Ahmad rahmatullah alayhim, na wakatokea wengine wakawaunga kwamba ikiwa hivyo basi talaka ishakuwa ni talaka tatu. Mtu akamwambia mkewe kwamba nimekuacha talaka tatu, au nimekuacha, tayari itakuwa kishaachika mwanamke huyo talaka tatu, huwezi kumrejea tena mpaka ole na mume mwingine. Hiyo ndio kauli jamhuri. Na hii kauli imeanza wakati wa Al-Faruq Umar bin Khattab radhiallahu anhu, katika kipindi chake alipoona talaka tatu zinachezewa sana, mtu anamwacha mkewe bila ya utaratibu maalum. Ikawekwa kwa jitihada yake Al-Faruq Umar radhiallahu anhu, akaweka sheria kwamba mtu akimwacha mkewe hivyo basi tayari kishaachika, hawezi kumrejea mpaka aolewe na mume mwingine. Lakini baadaye sasa wakaja baadhi wanazuoni wakenda kinyume cha kauli hii ya jamhuri. Hasa ilikuwa kiongozi wa hapo ni al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, akiungwa mkono na al-Imam Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim, na ndio ndivyo walivyounga mkono wanazuoni wengi. Walikuja nyuma baadhi yao kwamba bado hata hivyo ingali talaka ni moja tu, madhali kuwa akamwacha katika kipindi kimoja hicho kwa lafzi moja, basi haijawa kuwa ni talaka tatu, bali talaka ni moja tu, mpaka amwache, amrejee, amwache tena. Kwa hiyo masaili imekuwa magumu sana, na imesababisha khilafu baina za wanazuoni
na katika masaili yanaleta mzozo mkubwa baina ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah katika wakati wake na Taqiyuddin Subki, ambao wote walikuwa katika eneo moja na katika wakati mmoja, ikasababisha ikhtilafu mpaka leo ipo. Lakini hapa Sheikh wetu Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullah alayhi, huyu mzee huyu babu yeye anakwenda pamoja na jamhuri kwamba hiyo ni talaka tatu. Akishamwambia talaqtuki tayari kishashika mara tatu, akisema mara tatu katika mahala pamoja. Hivi ndivyo alikwenda Sheikh wetu Al-Majd bin Taymiyyah. Ndio maana akaweka hapa kama unavyomuona, babu ma jaa fi talaqi al-battati wa jam'i thalath. Kaongeza wa jam'i thalathi kwa sababu neno al-batta ni kule ni kusitisha ushirikiano baina ya mke na mume katika ndoa. Sasa inawezekana ikawa kuna njia mbili, kuna bainuna sughra na bainuna al-kubra. Kuna ile ya kwanza kwa ndoa imevunjika, lakini anayo uwezo wa kumrejea, lakini akakaa mpaka ida ikesha, hii itakuwa bainuna sughra mpaka muoe tena. Lakini bainuna al-kubra kwamba hawezi kumuoa mpaka aolewe na mume mwingine. Haya mambo yameelezwa kiurefu sana na watu wa fiqh. Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullah alayhi, yeye kenda pamoja na jamhuri, yani wale wanazuoni utangulia wakubwa, akiwepo Abu Hanifa mpaka Malik, Shafi na Ahmad, kwamba hizo ni talaka tatu tu, hana njia ya mume kumrejea mkewe mpaka mke aolewe tena. Huyu mwana mjukuu wake Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ndio alikuja akafuata kwa jitihada yake, akafuata kauli kama ile ya Ibn Hazm al-Andalusi rahmatullah alayhim jami'an. Leo katika baadhi ya mahakim za Kiislamu katika nchi ambazo kama zina mahakama za qadha zinazokubalika, baadhi yao kwa kutaka urepesi kwa mtu wamepitisha hii talaka moja ya Ibn Taymiyyah, lakini wengine mpaka leo wako pale pale katika kauli jamhuri. Ni masala ambayo yatakiwa mashekhi wafundishe watu kuacha. Tushasema kule nyuma mara nyingi sana kwamba masala ya talaka ni magumu sana, haitakiwi mtu akurupuke tu kumwacha mkewe, kwanza paka apate maelezo kwa shekhi. Lakini utakuta watu wanadharau. Utaona siku ya akdi shekhi analetwa kutoka Gongo la Mboto kwa gari nzuri ili ayozeshe, lakini siku wakati wa kuacha mtu anaacha tu. Na tumesema kule nyuma kuna kipindi ambacho ni haramu kumwacha mwanamke akiwa katika siku zake, ni haramu vile vile. Na vile vile baada ya kumuingilia bwezi kurupuka na kumpa talaka mke ni haramu, na imeleta mazungumzo mengi sana. Na vile vile kumwacha mke talaka tatu, jambo ambalo halitakikani katika Uislamu. Mwache tu mmekuacha basi, lakini ndio shati utaji tatu. Kwani ulipooa umeoa mara ngapi? Sio mara moja tu, kwa mahari moja tu. Sasa leo wakati kuacha unakuwa wewe ndio unapanga utaratibu wa kuacha. Vitu hivi takiwa wanazuoni katika wakati wetu huu kuwafundisha watu kwamba wasichezee masala ya talaka. Angalia katika msahafu tangu surati al-Baqara mpaka surati an-Nisa, surati an-Nas, huwezi ukakuta isipokuwa surati at-Talaq. Hakuna surati an-Nikahi, surati at-Talaq, wakati tayari masala haya yamezungumziwa pia katika surati an-Nisa. Haikutosheleza ikaletwa sura maalum ya kuzungumzia talaq. Hakuna suratu an-Nikahi. Onyesha kama swala ya talaka ni magumu sana, ndani yake pana haki za watu, na lazima masuala mengine mpaka yafike kwenye mahakama upatikane ufumbuzi, sio watu kurupuka. Na vile vile katika wakati wetu wa leo wanazuoni wanatakiwa mashekhi wakai pamoja, baadhi ya masaili kuyaadiji, kuyazungumzia pamoja, kuweka na kauli ya pamoja, kuweka mtu akija huku aambiwe tayari kwa mujibu wa hivyo alipomwacha mkeo, basi itakulazimu aolewe kwanza na mume mwingine, alafu ndio
umoe. Lakini sio tu inaachwa hivi hivi tu, anafuata kauli ya Ibn Taymiyyah, huyo anafuata kauli ya al-Majd ambaye ni babu, huyo anafuata kauli ya Abu Hanifa. Hivi ni kwani vizogo? Fiqh yatakiwa wanazuoni wakae pamoja wajadiliane, sio kukaa tu wanazuoni kupigana vijembe tu, radi masala mengine ya kisheria hajawekwa sawa, yanatatiza watu. Huyu anakuja sema hivi, huyu anakuja sema hivi. Kwa hiyo masala ambayo nakumbuka katika Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilimsikia shekhe mmoja, Mungu amrehemu, akiitwa Abdul Aziz bin Saleh, alikuwa ni khatibu wakati huo na ni imamu katika Masjid Nabawi, katika Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juu ya mimbari akazungumzia kukemea talaka, sio mtu haraka na kurupuka tu kuacha tu, mekuacha. Haya si mambo ya kuchezewa katika dini. Kwa hiyo ndio maana tukaona hapa Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi akaweka mlango maalum, babu ma jaa fi talaqi al-battati, yani talaka ya kukata ushirikiano baina mke na mume. Na tukasema kwamba ziko aina mbili. Ushirikiano ushakatika, baada ya eda anaweza kumwoa tena ikiwa hakuwahi kumrejea, lakini kuna mwingine hawezi kumrejea mpaka mke yule aolewe na mume mwingine. Wa jam'i thalath, ndio hiyo tunayokusudia, wa jam'i thalath wa ikhtiyari tafriqiha. Twende katika hadithi nambari 3346 ambayo kwa vitabu vingine 2839 an Rukanata ibn Abdi Yazid. Panahitajika masahisho katika kitabu chetu hiki, isipokuwa kwa baadhi ya nakala. Hapa ni Rukana bin Abdi Yazid, sisi kwetu tumeandikwa Rukana bin Abdillah, ndio kule vipi sana Abdi Yazid bakhti yako, sisi bado huyu ni Rukana bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Huyu ni sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kabila la Bwana Mtume, katika Bani Hashim, lakini kachelewa kusilimu kidogo. Huyu ni mtu maarufu, alikuwa katika wakati wake alikuwa ni maarufu kutokana na nguvu alikuwa nazo, hasa anaposhindana na mtu. Wakati ule watu wanashindana kwa miereka, basi si rahisi kutokea mtu akamshinda. Ni mtu ana nguvu sana na ana uzoefu katika. Sasa siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita katika kichochoro, akakutana naye, akamwambia Rukana, mbona uslimu? Maana katika kabila lake. Kwa nini uslimu? Kama siwezi kuslimu, sikubali kuslimu. Kama wewe hudari kweli unataka nislimu, tushindane kwa miereka, ukinishinda mimi nitaslimu. Akapigana miereka na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa muujiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangusha mara ya kwanza, akamwambia turudie tena, nataka kila sababu itakukataa kuslimu. Wakarudia tena, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Mungu akampa nguvu, akamwangusha. Anasema hapana, turudie tena. Mara tatu akaona ajabu, vipi atokee mtu kama huyu Muhammad anishinde mimi, ambaye mimi ndio kijogoo cha pekee katika mji wa Maka. Lakini hakusilimu, lakini baadaye mpaka alipokataka fathu Maka ndio kasilimu. Kwa hiyo ndio maana unaona kama kutoka tulipoanza kitabu mpaka leo tunamuona hapa. Kwa hiyo hana hadithi nyingi, hadithi yake ni hii maarufu ambayo tutazungumzia hapa, ya kumwacha mkewe ambaye inaitwa Suhaima, huyu hapa. Na wanasema kuna hadithi nyingine, lakini hiyo sijaiona. Maarufu ni hii hapa, Rukama bin Abdi Yazid radiyallahu anhu. Anasema Rukana annahu talaqa imra'atahu Suhaimata albattata, ni kwamba yeye alimwacha mkewe huyu akiitwa Suhaima katika kabila la Muzaina, Suhaima al-Muzaniya. Alimwacha Rukana mkewe, asema albattata, yani hapa kinachokusudiwa alichotaja musannif ni
talaka tunaisema bainuna kubra, ambayo hawezi tena isipokuwa kisheria ilikuwa apate kuolewa na mume mwingine. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhalik, wakati huo kisha silimu Rukana akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vile utokea kwamba nimwache mke wangu. Yeye akasema nimwacha talaka 3. Faqala, akasema bwana mtume kumwambia Rukana, wallahi ma aradta illa wahidatan, wallahi kweli kukusudia wewe katika tamko lako isipokuwa umekusudia ni talaka moja tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala wallahi ma aradta illa wahidatan. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كسما يركان والله ما أردت إلا واحدة, sikukusudia isipokuwa nimwache talaka moja tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma aradta illa wahidatan, kumwacha nimekusudia talaka moja tu. Qala Rukana kasema wallahi ma aradtu illa wahidatan, na hapo wallahi sikusudia kumwacha kuchukua talaka moja tu. Itakuwa hapa inamaanika alitamka talaka 3 lakini kwa kusudia talaka moja, mikwacha, lakini akarudia tena mikwacha, lakini anakusudia ile kwanza na hii hapa taakidi, si kwamba matamko tofauti. Akamwambia wallahi ma aradta ila wahidatan, basi akamuuliza hivyo bwana mtume akasema Rukana wallahi ma aradtu illa wahidatan. Faradda ilayhi, bwana mtume akamrejesha, basi haya unaweza kumrejea, haijaa bado talaka ile ambayo bainunatul kubra, kwa sababu wewe ulimwacha japo limetakara ile tamko, lakini kumbe kwa nia talaka moja. Lakini hakudumu nayo. Sasa watalaka thaniyata, akamwacha tena talaka ya pili fi zamani Umar bin Khattab. Mashaallah, akaishi mpaka alipokuja Faruq wa ni khalifa wa amiri mu'minina, akamwacha tena. Suhaima mmoja anaachwa mara kwa mara, anarejewa. Wa thalitha, akamwacha tena baada ya kumrejea ile mara ya pili, mara ya tatu katika zama za Uthman. Muda mrefu sana, tangu wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati wa amiri mu'minina Umar mpaka wakati wa Uthman, akamwacha tena, basi kamaliza tena. Rawahu Shafi'i wa Abu Daud wa Daraqutni. Waqal Daraqutni yasim qala Abu Daud hadha hadithun hasanun sahih, hadithi hii kwamba ndani yake pana mvutano. Al-Imam Abu Daud kaipokea hadithi hii akasema hadithi hii ni hasanun sahih, lakini huku chini hapa tukaangalia nakuta wadhaafa al-allama al-Albani rahimahullah fil kuna waliodhaafisha hadithi hii kutokana na sanadi yake, na pia naambiwa hata al-Imam al-Bukhari hakukubali kwa sababu kuna kitu iftirab yani haikusimama kubainisha kwamba alimwacha talaka ngapi huyo mke talaka moja au talaka 3. Sasa hapa imesababisha mzozo. Baadhi ya wanazuoni wao wakasema huoni kwamba talaka 3 ni 3, kwa vile maswali yalipokuja bwana mtume kusisitiza kumwambia wallahi kumwacha talaka 3, kumwacha talaka moja, wallahi kuonyesha kwamba talaka 3 kwa mpigo kwa wakati mmoja inaweza kaathiri mpaka mume kama hawezi kumrejea mke ila baada ya kuolewa. Lakini wasema wengine si hiyo kamrejesha, kumbe talaka moja, kumbe talaka 3 ni moja tu. Ndio haya masala yanaendelea mpaka leo. Zamani sana niliwahi kuona kama jarida fulani hivi limeandikwa, wakati huo ilikuwa wakati bado tunasoma mahakama ya Saudia wenyewe ilikuwa imepitisha kwamba mtu akimwacha mkewe talaka 3 katika majlisi moja ishakuwa ni 3, ikawa sheria inayotumika. Lakini ingawa baadhi ya wanazuoni wa pale Saudia kuna ambao kwamba wao wanafuata kauli ile
ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na Ibn Qayyim kwamba ni tatu tu, kwamba ni moja hata zikawa ni tatu. Sasa hivi bado kuna baadhi ya mahakim za Kiislamu, kila mahakama inaweka tabia, mahakama lazima iweke sheria maalum. Haiwezekani katika mahakama yule hakimu au yule kadhi aenda kafuate kauli ya mteja, yeye ndo ana kauli pale. Kwa hiyo masala baina khilafu. Kwa hiyo sinasitiza kwamba wanazuoni wakae wakubali kauli moja, japo sisi hatuna hiyo khalwa inayotakikana kama walionayo wenzetu huko Misri, Saudia na nchi gani, lakini pia wanazuoni wanayo nafasi ya kukaa pamoja. Hawataki tu kukaa pamoja kwa sababu ya kujali sana zile ikhtilafu zao kuliko maslaha ya Uislamu. Naam, tuendelee. Hapa katika hadithi nambari 3347 kwangu, hadithi ya Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala lamma la'ana akhu bani Ajlan, alipofanya li'ani, huyu ni mmoja katika bani Ajlan ambaye Umair ambaye yulikana, alifanya li'ani kwa mke. Mlango wa li'ani utakuja mbele, aliyadhu billah, kwa mtu kumsingizia mkewe kwamba kafanya zina alafu akaenda akaapizana. Sasa huyu anakusudiwa asema alipofanya li'ani huyo Uwaimir akafanya li'ani na mkewe katika kumsingizia kwamba amekwenda kinyume cha sheria. Qala ya Rasulullah, akasema kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhalamtuha in amsaktuha. Naona hapa katika irau vingine dhalamtuha in amsaktuha, nitakuwa memdhulumu ikiwa nitaendelea kumshikilia baada ya kufanya naye li'ani. Sasa hivi aendelee kuwa ni mke wangu, itakuwa memdhulumu na nimtuhumu kitu kumbe si kweli. Mbona nimekubali kuendelea naye? Anasema huyu katika huyu Umair. Kwa hiyo hiya talaq wa hiya talaq wa hiya talaq, itakuwa ni talaka hiyo, talaq mara tatu, ambayo hatakiwi mtu amrejee tena mkewe. Hapa aliposema hivi umechukua hoja baadhi ya watu kwamba uone kwamba talaka tatu hizi hawezi kumrejea mtu mkewe mpaka olewe, lakini masala yameingiliana. Huyu anazungumzia habari ya li'ani, kwamba katika li'ani mtu akifanya li'ani na mkewe akiwa amemtuhumu jambo na wakilaaniana, ndoa itakayovunjika. Sasa talaka itaingia wapi hapa? Hapana hoja, ingawa ameitiwa baadhi ya watu wanategemea kuwa ni hoja kuthibitisha. Wale wanaothibitisha upande wao kwa talaka tatu kwa mpigo ni tatu, na wale wanaokataa nao washikilia njia yao hivyo hivyo. Tuendelee na hadithi ya Al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi. Qala hadathana Abdullah ibn Umar. Al-Hasan al-Basri anasema hadathana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Huyu ni Al-Hasan al-Basri, Abu al-Hasan al-Basri, sio al-Bisri kama wanavyosema watu wengine. Al-Basri kutoka Basra huko Iraq. Annahu talaqa imra'atahu tatliqatan, yani Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu alimwacha mkewe talaka, wa hiya haidun. Hakuwa talaka tatu hapa, kamwacha haidun katika siku zake, katika hali mambo ambayo ilikuwa ambayo mpaka leo inakataza katika Uislamu. Thumma arada an yatba'a, wakati bado mke katika ida yake katika tahara tatu, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru, tahara baada ya siku, tahara siku ndo atakuwa mmaliza ida. Sasa hajamaliza ida akataka umbandika nyingine talaka tena. Thumma arada yatba'a bitatliqataini akhirataini, ataka kummaliza kabisa, amwache talaka tatu. Ya kwanza kamwacha mapema kabla haijaisha,
bado utataka kuendelea kumwacha ya pili na ya tatu, zikamiliki ziwe tatu. Inda al-Qur'an, katika zile tahara tatu zile ambazo ni muda wenyewe anakaa aida mpaka amalize, hata kumongeza tena zaidi talaka moja zipate kuwa tatu. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habari hiyo ikafika kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ibn Umar kafanya mambo mengine sasa. Faqala, kasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Umar ma hakadha amaraka rasul ma hakadha amaraka Allah Taala, sivyo hivyo alivyokuamrisha Allah katika kuacha. Kuna utaratibu maalum uliotajwa ndani ya Qur'ani namna gani mke aachwe, na surat maalum, suratul ya ayuha nabii idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa'sul idda. Imezungumziwa wazi wazi, hatakiwi mtu amwache mkewe akiwa katika siku zake, wala hatakiwi mtu kumwacha mkewe baada ya kumwingilia. Unamdhulumu mke, unaongeza muda wa idda. Sasa wewe Ibn Umar sio hivi alivyokuamrisha Allah katika kuacha. Innaka qad akhtata sunna, umekosea sunna wewe ya kuacha, yani utaratibu wa kuacha kwa sunna umefuata utaratibu wa bid'a, talaka katika bid'a. Kwa hiyo umefuata utaratibu wa talaka ya bid'a wa kumwacha mke katika siku zake, talaka ya bid'a. Akhtata sunna, umekosea sunna. Wa sunnatu, na sunna ilivyo, an tastaqbila tuhra, yani mwanamke kwanza aingie katika tahara. Akishaingia katika tahara yake sasa, fatutalika likulli qur'in, unaweza kumwacha katika tahara yoyote ukitaka. Kaingia katika tahara, hujamgusa, kama kweli mwanamume humtaki mke, basi umwache sasa, sio umwache kwa kurupuka tu haraka baadaye unaanza kuleta malalamiko mengi. Umwache hapo kwanza. Yote hizi nizungumzia kule nyuma ni hikma ya utaratibu uliowekwa katika talaka, ni kwamba kitu talaka hakitakikani katika sharia, hakipendwi katika sharia. Si haramu, lakini kuna wakati mwingine inakuwa ni haramu. Kwa hiyo anachotakiwa Muislamu, lengo la kuoa ni kuishi pamoja mpaka mkutane kesho peponi, sio kuoana na kuachana. Hapa ndio utaratibu kawekwa huu wa kuvuga. Tumezungumza si kwanza anatakiwa fabathu hakam minali wa hakam minalia, kwanza mpenye sulhu jamaa zako wewe na jamaa zake mke, ukakubaliana katika sulhu. Na vile vile ukimkasirikia ukamwachia kitanda piki yake, kumpiga kidogo na hivi, yote katika taratibu za kutaka kupeleka muda ili zile ghadhabu zilizokuwa hapo baina yenu ziishe, masikilizano yaendelee. Kwa sababu talaka inaleta changamoto katika familia. Kwa hiyo akamwambia wasunnatu an tastaqbila tuhra, na sunna ilivyo kwamba aingie katika tahara mke. Sasa wakati wote na fatutalika likulli qar'in, unaweza ukaacha, unaye nafasi kuacha katika kila tahara unayotaka mwenyewe. Waqala, anaendelea Ibn Umar radhiallahu anhu kuchukua ilmu kwa Bwana Mtume. Bakhti walipata wenzetu hao, wameishi naye mpaka wakapokea ilmu kutoka mdomoni mwake. Kwa hiyo Ibn Umar alafu baadaye maneno kama haya anakuja kusema mtu bado atakaongeza akili katika maneno ya mtu kama huyo. Anasema fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaniamrisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, faraja'atuha, nikamrejea. Tulitaja hadithi kule nyuma, umemwacha katika siku zake, haitakikani mrejee, alafu kaa naye, akiingia katika tahara amalize tena tahara ile, ingia tahara nyingine umwache. Kwa hiyo asema fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'atuha, ni kwamba mtu akiwa akamwacha mkewe akiwa katika siku zake, akaenda kwa shekhe akimweleza, shekhe amwambia hapana, kwanza mrejee. Sio kutoa fatwa imeashika haikuashika, fulani kasema fulani kasema, sio mahala pake hapo, sio madhehebu ya fulani madhehebu fulani, hapana.
Wala kuna wengine nao na tamaa ya kuitakalia ndoa ivunjike, alafu siku ya pili aingie kwa mlango wa bwana. Sio hivyo bwana, wake wako wengi tu, tafute kuugomvi na Mungu. Mwambie kwanza, bwana huyo bwana talaka kwetu sisi na Ahlusunna wal Jamaa na kauli jamhuri kwamba kaachika, kisha achika, kwa hiyo mrejee kwanza, talaka inahesabiwa moja. Hiyo ndio kauli ina nguvu. Kwa hiyo faamarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'atuha thumma qala idha hiya tahurat, sasa kaingia katika tahara, sasa fatalliq inda dhalika, muache katika muda huo. Na pia muda tumesema si kwamba tahara ya kwanza acha amalize tahara aingie tena katika siku zake, tahara ya pili hiyo ndio sunna. Fatalliq inda dhalik au amsik, au mshikilie, msimwache, kwani lazima muachane. Faqultu ya Rasulullah, nasema Ibn Umar radhiallahu anhu, nikamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araita law talaqtaha, unaonaje lau kimwacha talaka tatu, baada ya kushamrejea sasa nataka nimwache talaka tatu. Akana yahillu li an urajia, itakuwa ni halali kwangu baada ya kumwacha talaka tatu na kumrejea? Qala, kasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, hutamrejea hapo, la, hutamrejea. Kana tabinu, itakuwa tayari ishavunjika ndoa baina yako wewe na yeye. Watakunu maasiya, na itakuwa maasiya, umemkhalifu Allah kumrejea mke ambaye yuko nje ya ndoa kabla haja yani kumrejea kabla hajaolewa mume mwingine. Huwezi kumrejea. Haya ni mazungumzo yote wanategemea watu kueleza kwamba talaka tatu, kumbe kushamwacha umrejei mpaka mke aolewe na mume mwingine. Tunasisitiza tu kwamba wahimizwe Waislamu mambo ya talaka tatu yaachwe. Hata hizo talaka pia zikiwa nyingi hazina maslaha katika Uislamu, kwa sababu zinaleta changamoto katika familia. Na hebu soma kidogo hadithi hii. Tuendelee na hadithi 3349 kwa kitabu changu hiki. Wa an Hammad bin Zaid. Hammad hawa katika muhadithina kuna Hammad bin Zaid na Hammad bin Salama, na wote walikuwa katika wakiishi katika wakati mmoja. Hammad bin Zaid na Hammad bin Salama, na wote katika wakati mmoja, katika tabaka moja. Tukisema tabaka moja kwa wale waliosoma mustalah hadithi kwamba yale zile daraja zao za uwezo wao huko pamoja. Kwa hiyo Hammad bin Zaid na Hammad bin Salam, hapa nizungumziwa na Hammad bin Zaid. Ukiambiwa Hammad bin Zaid kapokea kwa Ayuba as-Sakhtiyani, ndio Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid anasema qultu li Ayub, nimwambia shekhe wangu Ayub as-Sakhtiyani, hal alimta ahadan qala fi amriki biyadiki anna thalathun illa al-Hasan. Anamwambia shekhe wake, shekhe, unamjua mtu yoyote alipata kusema mwambie mkewe, akamwambia amriki biyadiki, jambo lako maamuzi yako yuko katika mkono wako, yani utaamua mwenyewe kama talaka moja au tatu. Na akisema hivyo basi anna thalathun, kwamba talaka hiyo itakuwa ni tatu kweli. Aliosema hivyo illa al-Hasan, sio al-Hasan al-Basri. Kuna mtu unamjua hivi, yani mwanafunzi anamuuliza shekhi wake,
kuna mtu alipata kusema maneno haya asiokuwa al-Hasan al-Basri kwamba mtu ikiwa kamwachia mamlaka ya talaka baada ya kukaa katika kikao, haya wewe amua, utaka kuacha, utaka ukisema nimekuacha basi ndio ushaachika. Sasa akasema kwamba ikitokea hivyo talaka ilikuwa ni 3. Qala, akasema Ayub, la, sijapata kusikia. Lakini baadaye thumma qala, kisha akasema ghufran, yani naomba maghfira kwa Allah, Allahumma ghufran. Hii lugha inatumiwa mara nyingi anapokuwa mtu kama anataka kujikosha na ana ajabu aliyosema aomba msamaha kwa Allah. Hapana, ila isipokuwa nimesikia habari kwa mtu mwingine, isipokuwa ma hadathani Qatada an Kathir maula ibn Samura. Qatada huyu kutoka kwa Kathir maula ibn Samura ambaye kasema habari, kaipokea hadithi kutoka kwa Abi Salama ambaye kaipokea kwa Abi Huraira. Katika wapokezi wake vile vile Abu Huraira kuna mmoja kitu Abu Salama kapokea kwa Abu Huraira. Abu Huraira akasema qala 3, kasema hiyo ishakuwa talaka 3. Qala Ayub anasema sasa Ayub anasema sikumsikia mimi al-Hasan akisema hivyo, ndio Kisha baadaye akasema isipokuwa imepokea hadithi kwa njia ya huyu Qatada ambaye asema kapokea kwa njia ya Abi Salama, kapokea kwa nani? Qatada kutoka kwa Athir maula ibn Samura. Kisha Ayub anasema, wewe mwanazuoni Ayub, shekhi wake Hamad, anasema falaqitu Kathir maula ibn Samura, huyu tulimtaja huyu ambaye kwamba anaambiwa Qatada kapokea kwake, nikakutana naye mwenyewe huyu. Fasaltu, nikamuuliza, falam yaarifu, kawahijui hadithi hiyo kapo. Sikumpokeza mimi Qatada hadithi hiyo, falam yaarifu. Faraja'tu ila Qatada, nikarejea kwa Qatada, wewe umesema kwamba umpokea hadithi kutoka kwa Abu Salama kutoka Abu Huraira kwamba ile ilikuwa talaka 3 na mwenzio kakataa. Fa khabartu, nikampa habari Qatada ndio yakuta kwa yule shekhi wake. Faqala, akasema hapana, nasi yakasahau. Hapo tunakuja katika mlango wetu tunaosoma mustalah alhadith, man haddatha fanasiya. Ukumbuka sasa, ikiwa kusahau kule, yule anaambiwa wewe bwana, hadithi hii umeipokeza, kaipokea, hiyo ndio sahihi. Kitabu chetu kidogo kina nini kidogo, hata lugha haifanani. Al-qadha itakuwa hukumu imekuja kwa alivyo hukumu mwenyewe mwanamke, itakuwa kashachagua talaka. Ndio pale mwanzo akasema Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullah alayhi, wa ikhtiyari tafriqiha, kachagua mwenyewe kuitenganisha ndoa. tumalizie hadithi mbili hapa. وعن علي رضي الله عنه قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثة. Zamani katika jahiliya walikuwa mtu anamwacha mke kwa kinaya tu, aachi waziwazi kwamba anti khaliya, yani wewe uko huna tena ndoa, ni mtuputupu, huna ndoa tena, unaona itakuwa tayari ishakuwa talaka. Au anti albariya, wewe uko mbali na ndoa, ndio kaachika. Ikiwa kakusudia mwenyewe huyo aliyosema hivyo ni talaka kwa nia yake. Walba'in vile vile, walharam anti haramun tayari kishakuwa. Sasa wakasema katika madhhabi yake Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, akasema akiacha kwa njia hiyo mtu kwa kinaya na kwa nia, thalatha, itakuwa talaka 3. La tahilu lahu, si halal tena kwake, hata tankiha zawjan ghayra, mpaka olewe na mume mwingine. Kuna madhhabu ambayo, kuna kauli ambayo inanasibishwa kwa
kwa baadhi ya wanazuoni wakubwa zamani, lakini haiwezi kutegemewa kwamba eti akishamoa tuli mume mujarrad kumooa hata akimwacha japo hajamwingilia basi atakuwa tayari mume ana nafasi ya kumweza kumooa mke yule. Hiyo kauli dhaifu. Yuko mwanazuoni mmoja anasibishiwa hiyo, ni sijamkumbuka sasa hivi, lakini na wala haifanani. Haya maneno itakuwa ni maneno yake. Watu wana tabia kuchukua kauli za wanazuoni kuzitegemea kuzifanya ni hoja kwa wengine wote. Wanazuoni wengi tu, wanazuoni wengi, hiyo kauli ya unaitaka wewe kwa kumtegemea wanazuoni wako, hiyo ndio hoja hii. Alafu anasema mimi mtu wangu ni huyu, nishamkubali, kesho nikiulizwa nitamta. Utaulizwa atakuwepo ule wanahusika bwana. Yeye anazungumza maswali ya mitaani hapa kwenye kijiwe sasa na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapana, mpaka amuoe, itazungumzia baadaye, mpaka amwache aolewe na mwingine, tena sio kwa muhallili, amuoe kwa khiari yake mwenyewe, amuingilia hasa baadaye amwache kwa khiari yake, ndio uje muoe wewe huyo mtalaka wake. Lakini sio kwamba hivyo wanavyosema eti akishamuoa tu, akishamwacha tu basi kitu hicho hakubaliki. Ipo kauli, haipo, hatuhusiki nayo na sisi tunafuata kauli ambayo ni ya jamhuri na ndio tunakuwa. Wa an ibn Umar, anamalizia pale pale, anao qala ibn Umar madhhabi yake anasema fil khaliyat, yani kumwambia mke anti al khaliya, wewe uko mbali na ndoa, nje ya ndoa. Sasa wal bariya ndio hivyo, anasema akasema thalath mara tatu tayari shakuwa talaka tatu. Rawahu Shafi'i. Haya mambo yalikuwa yakifanyika zamani katika jahiliya, kwa hiyo yamezungumziwa katika Uislamu. Yakitokea haya kwa nia ya kwamba akasema hivyo kumwambia mkewe kwa nia, itakuwa mke kaachika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, wallahu a'lam.